utafanya nini pale ambapo coin ulionunua inapungua nusu ya thamani ambayo ulinunulia au nusu ya bei? Kwa mfano watu walionunua Bitcoin ikiwa 120,000, sasa hivi Bitcoin iko 60,000. Je, huyo mtu afanye nini? Sawa? Na uamuzi ambao mtu ataufanya baada ya kuexperience hicho kitu utaamua kama yeye atafanikiwa na kama atafeli. Je, imefika hapo niuze au nifanye nini? Na nimeona watu wengi wakitumia the wrong approach na wengi wamekuwa wakipoteza pesa. Ndio maana unakutana na watu wengi wanasema cryptocurrency bwana ni biashara ngumu sana. Maguru wengi ni waongo, lakini ni kwamba watu hawajajua jinsi ya kufanya au kutengeneza frameworks nzuri za investment. Kwa mfano, mimi nitazungumzia coin mbili ambazo nimezinunua ambazo zilifanya hicho kitu, kwamba nilinunua katika bei fulani ikashuka sana, even more than 50%, yani imeshuka zaidi ya 80% ya bei ambayo nilinunulia. Lakini tukiangalia coin ya kwanza nilionunuaga, nakumbuka ilikuwa ni Shiba, sawa? Nilinunua Shiba ikiwa na 0.0008, sawa, katika peak yake kabisa, na ikashuka mpaka 0.004 na niliuza zile Shiba. Lakini kuna coin nyingine ambayo nilinunua ikiwa $22, lakini mpaka leo inaitwa Pancake, lakini mpaka leo bado nazimiliki. Sasa utaona kuna coin moja ambayo niliuza, lakini kuna coin moja ambayo nimebaki nayo, na Shiba ilishuka nusu tu nikauza, lakini Pancake imeshuka zaidi ya 80%, almost 90%, lakini bado naishikilia. Na ili kujua kwa nini nimefanya maamuzi, unatakiwa uelewe kwamba tunavyonunua crypto siku zote tunanunua kilichopo nyuma yake. Tunanunua wazo ambalo linabeba ile coin husika, sawa? Kwa mfano, Shiba nilinunua kwa sababu nilijua ni coin ambayo ilikuwa kwenye hype kipindi kile, na obviously niliona ina potential ya kuongezeka pale ambako nilinunua. Lakini timing yangu ilikuwa ni mbovu, na nikaona okay, that's okay, kwamba kwa kuwa timing yangu ni mbovu, I will take my losses, kwa sababu najua nyuma ya Shiba kulikuwa na mihemko, kulikuwa na hype. Bei ya Shiba ilikuwa drived na mihemko ya watu, na ndio maana iliperform vile. Kwa hiyo ile hype ilivyoondoka, kulikuwa hakuna uwezekano wowote wa ile coin ku make it back to that price ambayo nilinunua. Na nilivyoshtuka na kuona okay, the hype is gone, nobody is talking about Shiba, watu wamehamia meme coins nyingine, nilicut my losses, nikauza na nika accept kama loss. Upande wa pili tunakutana na coin ya Pancake. Na analysis ambayo ilinifanya mimi ninunue Cake ni kwa sababu kuu mbili. Ya kwanza, ina project nzuri sana nyuma yake. Cake ni DEX, kati ya DEX kubwa 3 kwenye ulimwengu wa blockchain ni Cake. Ukiachana na kina Uniswap, Cake lazima unahitaji, kwa sababu it's one of the biggest DEX. Na ukiangalia kwenye BP20 ndo DEX yake. Binance Smart Chain, Cake ndio DEX yake. Kwa mimi Pancake Swap ndio DEX yake. Kwa mimi I bought that idea. Na kitu cha pili, Cake ilikuwa inasaidia au Cake inatumia staking kama tokenomic strategy, sawa? Cake inatumia staking kama tokenomic strategy. Kwa mimi nilikuwa na uwezo zile Cake ambazo nimezinunua nikazistake na nikawa na generate income, passive income, sawa? Sasa with that in mind, Cake ilikuja na hype kubwa kwa sababu watu walinunua Cake kwa sababu ilikuwa inatoa returns kubwa, na ikapanda sana mpaka ikafika $44. Then ilivyoanza kushuka, sisi ndo tukapata the concept. Kwa mimi nilinunua Cake kwa sababu ya project iliyoko nyuma yake na kwa sababu ya staking profit ambayo Cake ilikuwa inatoa. Kwa ilivyokuwa inaendelea kushuka, kwa kuwa mimi nimeona Cake ni project nzuri, nikawa naendelea kununua. Ikafika $10 nikanunua Cake kidogo, ikashuka $5 nikanunua Cake kidogo, ikashuka mpaka sasa hivi kwa 1.3. Kwa unakuta mimi kwa kuwa nilipenda ile project, nikawa naendelea kununua kidogo kidogo na kufanya DCA. Unakuta hata kama kuna coins ambazo nilinunua $22, nikipiga average price yangu unakuta kwamba Cake ikirudi tu ikifika $2, mimi tayari nipo kwenye positives. Sasa hicho ni kitu ambacho kinaitwa DCA, na unatakiwa ukifanyia utafiti, na uzuri kupitia DNA Academy tuna course nzuri ambayo unaweza ukajifunza DCA, jinsi ya kuifanya vizuri. Lakini the main theme ni kwamba
sikuuza cake kwa sababu project ya cake imekuwa ikiendelea kufanya vizuri licha ya bei ya coin yake kushuka. Inawezekana labda nilinunua at an inflated price, lakini hapa ilipofika sasa hivi iko very very stable. Kwa this tunaweza kusema kwamba hii ndio organic price ya cake. Kama ndio organic price ya cake, then mimi natakuwa naendelea kununua kwa sababu the project is still doing good, bado napata staking rewards. Kwa hiyo ile narrative ya kwa nini mimi niliingia kwenye investment haijabadilika. Zile sababu au kile kitu ambacho kilikuwa nyuma ya uamuzi wangu wa kuinvest kwenye cake bado haujabadilika. Kwa hiyo there is no reason ya mimi kupanic na kuuza kwa sababu imeshuka bei. Kwa hiyo just to summarize what ambacho nimekuwa nikijaribu kukizungumza ni kwamba unavyonunua coin na inashuka nusu au zaidi, ni muhimu ukajua ni kitu gani au ni narrative gani ambayo wewe ilikufanya au uliiona ikakufanya ukanunua coin husika. Na kama hiyo narrative haijabadilika, fluctuation za bei ni kitu ambacho kipo kwenye market, ni kitu ambacho unatakiwa ukizoee kwa sababu kipo na kitaendelea kuwepo. But as long as the underlying narrative, cake haijaacha kuwa project nzuri, PancakeSwap haijaacha kuwa project nzuri, kwa hiyo haibadilishi the fact kwamba cake is a good investment. Inawezekana bei ambayo ulinunua ilikuwa ni inflated, lakini najua kwa kutumia DCA nimecut my losses kwa asilimia kubwa. Na pia overall with time, miaka 5-10 mbele, cake ikifika $10, unakuta mimi faida ambayo nimetengeneza ni kubwa mno kwa sababu asilimia kubwa ya portfolio yangu nilinunua kwa bei ya chini. Kwa hiyo kuwa makini sana. Elewa kabla hauja invest, hakikisha unaelewa kilichopo nyuma ya coin ambayo unanunua, ili hizi fluctuations zinavyotokea usisite au usipanic ukauza na ukapata hasara.